Utawala wa Rais Donald Trump umefuta visa 85,000 za aina zote tangu Januari mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya idadi iliyoondolewa mwaka jana. Wizara ya mambo ya nje nchini Marekani imesema idadi kubwa ya kufutwa kwa visa, ambayo inajumuisha zaidi ya visa 8,000 za wanafunzi, inakuja huku kukiwa na shinikizo kubwa la utawala wa Rais Trump kuwalenga wahamiaji ndani ya Marekani na kupunguza idadi ya wanaotafuta njia ya kuingia Marekani. Afisa mmoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje nchini Marekani akiongea na vyombo vya habari jana Jumatatu amesema makosa kama vile kuendesha gari ukiwa umetumia dawa za kulevya, mashambulizi na wizi yamechangia karibu nusu ya kufutwa kwa visa katika mwaka uliopita, ambapo hakueleza sababu za nusu nyingine ya kufutwa kwa visa mwaka huu. Kufutwa kwa sheria hizo kumeibua wasiwasi kuhusu marekebisho ya kwanza, kwani maafisa wa utawala wamewalenga wanafunzi wa kimataifa wanaofanya maandamano dhidi ya vita huko Gaza, wakiwashutumu wanafunzi hao kwa kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi na kuunga mkono ugaidi, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ilisema mnamo Oktoba kwamba ilikuwa imefuta baadhi ya visa kutoka kwa wale wanaodai kusherekea mauaji ya Creek Creek. Takwimu za hivi punde zinajiri baada ya Wizara ya Mambo ya Nje kusema mnamo Agosti kwamba waliopanga kutekeleza sera za kuchunguzwa mara kwa mara kwa wageni wote zaidi ya milioni 55 waliokuwa na visa halali za Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje chini ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump imepanua kwa kiasi kikubwa vigezo ambavyo waombaji wa visa wanaweza kuchunguzwa au kunyimwa visa. Wizara hiyo chini ya masharti yaliyoainishwa katika mazungumzo ya kidiplomasia wiki iliyopita inaweza kuwanyima visa wale waliofanya kazi katika mambo kama vile udhibiti wa maudhui au ukaguzi wa ukweli kama sehemu ya uhakiki ulioboreshwa na visa vya H1B kwa wafanyakazi wenye ujuzi wa hali ya juu. Hii inajiri baada ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio mwezi Mei kutangaza sera ya kuzuia visa kutoka kwa raia wa kigeni ambao huwadhibiti wa Marekani. Mnamo Juni, Wizara ya Mambo ya Nje iliwaambia mabalozi kwamba lazima iwachunguze waombaji wa visa za wanafunzi kwa mitazamo ya uadui dhidi ya raia wa Marekani, utamaduni, serikali, taasisi au kanuni za uanzishwaji. Chini ya mwongozo mpya, waombaji wanaombwa kuweka wasifu wao wa mitandao ya kijamii kwa umma kama sehemu ya uchunguzi na mazungumzo ya kidiplomasia yaliyobainisha kuwa upatikanaji mdogo, muonekano na uwepo mtandaoni unaweza kusafirishwa kama juhudi ya kukwepa au kufikisha shughuli fulani. Rubio ametetea kwa nguvu sera za utawala wa Trump kuhusu kufuta visa za wanafunzi. Mbali na sera ya Wizara ya Mambo ya Nje ya kunyimwa na kufutiwa visa, Wizara ya Usalama na Nchi imefanya kampeni kali za kuwakamata na kuwafukuza. Utawala kimsingi umezuia makazi mapya ya wakimbizi na kusema utawapitia wakimbizi wote walioingia chini ya utawala wa rais wa zamani Joe Biden. Mapema mwaka huu utawala umeweka vikwazo vikali kwa raia kutoka nchi 19 kuingia nchini Marekani. CNN iliripoti wiki iliyopita kwamba waziri wa usalama wa nchi Kristi Noema anapendekeza orodha hiyo iongezewe hadi kufikia nchi 30 au 32 kufuatia tukio la kupigwa risasi kwa wanajeshi wa ulinzi wa taifa huko Washington DC karibu na ikulu ya White House. James Samoko ni upe hapo chini, sema comment kulingana na hiki ambacho kinaendelea huko nchini Marekani, lakini pia hiki ambacho kinaendelea duniani kote. Mimi ni Tumi Sabaro, the king of all black men, and as the world wide one, that's my name.